Swali la pili anauliza muulizaji ya kwamba je, Muislamu akimpikia asiyekuwa Muislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inajuzu? Kia chakula kama mgeni wake au almuhimu, hawa wasio kwa Islamu mukhatabuna bifuru'i sharia, nao pia wanaombwa kutekeleza vipengele vya sheria ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufunza. Kuswali wanaombwa, japokuwa wakiswali swala haitoswihi mpaka wao Waislamu, lakini wanapokosa kuswali wanaandikiwa madhambi ya ukafiri na ya kutosali. Na ndio maana katika kujieleza siku ya Kiyama, katika yale watajieleza furuu sharia, lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, hatukuwa katika wenye kuswali na hatukuwa tunawalishiza maskini. Na lihali hivyo ni vipengele vya sheria, wangeulizwa tu Uislamu wao, lakini kwa kuwa walikuwa hai pia wanaombwa hayo. Lakini pale hawajao Waislamu, sio wajibu kwao kuyatekeleza yale ya Kiislamu. Ndio maana asiye kwa Muislamu akila mwezi wa Ramadhani mchana anapata madhambi ya kuwa kwake kutokuwa Muislamu, kutokuwa kwake Muislamu. Ilo kosa lipo na pia linashindikizwa na kile ambacho wamekifanya. Na kinyume yake akisema nina saumu bila kuwa Muislamu, saumu yake haikubaliwi, saumu yake haikubaliwi. Ndio maana kama ni Muislamu akawa mathalan ana kazi kama hizi kazi za watu wenye kufanya restaurant hivyo, anakuja sio kwa Muislamu akanunua au akanunua maji kwako akanywa, wewe hauna makosa, kwa sababu haujamlazimisha yeye kula kwa kuwa yuko katika ada yake. Isipokuwa ikiwa ni katika nchi ambao wengi ni Waislamu na ile picha ya Uislamu ndiyo imetanda sehemu hiyo, kudhihirika ile munkar pale inakuwa ni kama yani kupoteza malengo ya sheria ya Mwenyezi Mungu katika hilo eneo. Hapo inakuwa haijuzu Muislamu katika eneo ambalo ni la Waislamu, nchi ya Kiislamu, kudhihirisha chakula mchana kwa wasio kwa Waislamu. Lakini katika nchi kama hizi tunazoishi, mtu akifanya kazi yake hiyo wakala wasio kwa Waislamu hana madhambi. Wallahu a'lam.